Hali gani mwanafamilia wa Mbayu TV, karibu katika YouTube channel yetu, sehemu ambayo unayapata yote ambayo yanatokea kila siku na kila saa. Hivi sasa nipo na ujumbe ambao unasambaa katika mitandao ya kijamii na ukiwa umeandikwa na Martin Maranja Masese, moja ya makada wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Ameweza kuandika katika mtandao wa X, zamani ukitambulika kama mtandao wa Twitter, na mnukuu anasema kwamba viongozi na wanachama wa Chadema waliokamatwa katika mahakama ya Kisutu na kupelekwa katika msitu wa Mabwepande wamepigwa na kuumizwa sana. Wengine wameteguka na kuvunjika viungo vya mwili. Kosa lao ni nini? Anauliza. Kufika mahakamani kusikiliza kesi ya mwenyekiti Tundu Lissu. Akaishia hapo na watu kadhaa wakaja kuandika maoni yao hapa chini. Huyu anaitwa Njileism. Yeye anasema hii ni kitu haikubaliki na inapaswa kupingwa na kutokomezwa kwa jasho na damu. Hatutamuogopa awaye yeyote na tutavumilia tena, ameweza kuandika Njileism. Lakini huyu anaitwa Elangwa. Yeye anasema gharama ya demokrasia, Mungu aendelee kuwapa ujasiri, mtafika Kanani. Huyu anaitwa Saifa PX, anaandika hii inathibitisha wazi kuwa polisi ndo wanaoteka watu. Ameweza kuandika hivyo. Huyu anaitwa Alexander Philip, anasema kuwa kwa hiyo tunazidi kuwajua wanaopelekaga na kwenda kuwatesa watu kule Mabwepande. Ameweza kuandika hivyo. Na itakumbukwa kwamba siku ya leo hii inasikilizwa kesi ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, ambaye ni mwenyekiti kwa upande wa taifa la Tanzania, Tundu Antipas Lissu, ambaye alikamatwa huko Mbinga mkoani Ruvuma na anashitakiwa kwa makosa ya uhaini, na kesi yake inasikilizwa leo hii. Ilipangwa kusikilizwa pale katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, lakini mtuhumiwa ambaye ni Tundu Antipas Lissu hajafikishwa, na badala yake yeye anaweza kuhudhuria kesi hiyo kwa njia ya mtandao. Imeweza kutolewa linki ambayo kila mmoja ambaye anahitaji kuweza kufuatilia kesi hiyo basi atahakikisha kwamba anajiunga na hiyo linki. Mwisho wa siku moja kwa moja anakuwa anafuatilia kipi ambacho kinakuwa kinaendelea katika kesi hiyo. Lakini leo asubuhi viongozi mbalimbali wa Chadema walikuwa wamejitokeza kama ambavyo walikuwa wamehamasishwa na ambaye alikuwa nje, ambaye ni makamu mwenyekiti pamoja na viongozi wengine, kwamba waweze kufika mahakamani hapo kwa ajili ya kusikiliza kesi ya mwenyekiti kwa upande wa taifa wa chama cha demokrasia na maendeleo, kwa sababu kesi hiyo ina national interest, ama ina maslahi kwa taifa, kwa sababu yeye ni kiongozi wa kitaifa. Na kama wameitikia wito wa mwenyekiti wamefika kwa wingi, lakini mwisho wa siku jeshi la polisi lilishatoa taarifa mapema kwamba hakuna mtu ambaye ataruhusiwa kuweza kuwa hapo kama huna shughuli maalum. Kwa hiyo kilichotokea ni kwamba waliofika pale wamekamatwa na jeshi la polisi, na wengine wamepigwa kama ambavyo wao wanadai, wameumizwa kama ambavyo wao wanadai, na video zimeanza kusambaa katika mitandao ya kijamii, kitu ambacho watu wengi wamekipigia kelele kuonesha kwamba hawakiungi mkono. Hata kama mtu amekosea, mkamate kiustaarabu, mwelekeze. Kama ana makosa ya kujibu, mpeleke mahakamani akajibu makosa yake. Kitendo hiki cha kuwaumiza watu ni kitu ambacho kila mmoja amekipinga. Si viongozi wa vyama vya kisiasa wala si wadau wa maendeleo nchini wamekuwa wakipinga masuala haya. Ni vitu vya kuhuzunisha, lakini mwisho wa siku lazima tujifunze kutii sheria bila shuruti. Lazima tuhakikishe kwamba tunakaa katika mstari ambapo tunakuwa tunaelekezwa, tunajaribu kutii sheria. Muda mwingine kutulia, usubiri mambo mengine yanakuwa yanaendaje. Lakini kesi ya Tundu Lissu inasikilizwa leo hii, tunaweza kusubiri kesi inaweza ikatoka na majibu gani katika siku ya leo hii, ambapo watu wengi wanapenda kujua, ama watu wengi wanatamani kujua maamuzi yatakuwaje. Lakini Tundu Lissu hajafikishwa mahakamani, na badala yake mawakili wake ndio ambao wapo katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, pamoja na wadau wengine wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema na mawakili wengine wa serikali wapo pale mahakamani. Lakini Tundu Lissu yeye anashuhudia tu kwa njia ya video. Hii ni Mbayu TV, ni kusi kama bado hujasubscribe katika YouTube channel yetu, basi hakikisha kwamba una subscribe, lakini pia hakikisha kwamba una like, una comment na kushare taarifa zote ambazo sisi tunakupa wewe kila siku na kila saa. Nite David Edward, uwe na siku njema.